ya taifa. Nimpe nafasi aweze kutufahamisha ni nani, alafu tuangazie masuala 1, 2, 3 kwenye hali ya taifa. Asante. Kama kawaida, Julius Masinde nikiwa mkazi wa kaunti ya Bungoma na mwanasiasa katika taifa la Kenya. Naam, karibu sana. Hali imekuwa vipi tangu tulipoachana siku ya Jumanne? Hali shwari, mambo kadha wa kadha yanazidi kutendeka. Rais wa Jamhuri hatimaye kamtimua Justin Bedan Muturi kama waziri wa public service na kumteua mbunge wake katika nafasi ile. Na vile vile tuliona hapo jana gavana wa kaunti ya Bungoma akatoa ile state of the county address katika bunge la kaunti ya Bungoma. Kwa hivyo kumekuwa kuna mambo chungu nzima huku watu eneo la Mlima Kenya wakimsubiri mheshimiwa rais kuanzia tarehe 31 wiki ijayo. Naam, amesema naibu rais Profesa Kithure Kindiki kwamba watu wa Mlima Kenya waonyeshe ule umoja, washirikiane na serikali ili kuweza kufaidi na miradi ya maendeleo. Ndio. Ikizingatia kwamba kumekuwa na mambo mengi haswa baada ya kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kumekuwa na sintofahamu na tashwishi na hali ya kutoelewa jinsi mambo yatakavyokuwa katika eneo la Mlima Kenya, na ni ziara ya kwanza ya rais katika eneo hilo tangu alipotimuliwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo mapokezi yake yatakuwa pengine si kama yale aliyoweza kuyapokea mwezi wa 8 mwaka jana wakati alipokuwepo ofisini bado Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hayo yote vile vile rais bado anahitaji kuonyesha kwamba yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo ingawa aliondolewa mamlakani Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa rais ana uhuru wa kutembelea eneo lolote la taifa la Kenya bila mwaliko wa mtu yeyote, na tuliona hata hapo mbele kabla ya kuweza kuungana na Mheshimiwa Raila Odinga, bado rais wa Jamhuri alikuwa anatembelea sehemu za nyanza za nchi na maeneo mengine ambayo pengine kwa kiwango kikubwa hayakuweza kumpigia kura katika uchaguzi mkuu uliopita. Kwa hivyo ni wakati ambapo rais anajaribu pia kuangalia umbali wa maji wa eneo la Mlima Kenya baada ya ndoa yake na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kutibuka. Naam, pengine pia tukiangazia swala la mabadiliko ambayo yalifanyika. Ndio. Manake juma lililopita kulikuwa kuna mabadiliko. Ndio. Vile juma hili kumekuwa na mabadiliko. Ndio. Na alipofurushwa, wamesema kwamba alipofurushwa Justin Muturi, nafasi yake ikapewa yule ambaye wamesema ni mbunge kutoka eneo la Geoffrey Ruku. Naam. Mbunge wa Mbeere North anakotoka, tena kijiji moja anakotoka Justin Muturi. Naam. Wakenya wamelalama, hasa Wakenya kutoka eneo la magharibi, wamesema kwamba haya mabadiliko pengine kwa kiongozi wa taifa yanalenga kuweza kuimarisha utendakazi, lakini kwa Wakenya ni kama kidogo yanafanya Wakenya hawaelewi kama hizi wizara tofauti zitaweza kupata kama kupiga hatua, kwa sababu leo kuna mtu mwingine, kwa mfano wale wakaazi kutoka kaunti ya Vihiga wamelalamikia mabadiliko ambayo yanafanyika kwenye wizara ya afya, kwamba alikuwepo Nakumicha, akaingia Debora, sasa hivi ni Eden Duale ameingia. Kwa muda mfupi mabadiliko yamekuwa yanafanyika katika ile wizara. Kulingana wao wanasema kwamba, na pia wamelalama kuhusu wizara ya usalama wa ndani, kwamba aliyepo sasa kwao wanahisi kama hawaoni utendakazi wake, ni kama imedua tu, yani wanahisi kama haya mabadiliko ya kila siku, japo kwa kiongozi wa taifa kama alivyosema yanalenga kuimarisha utendakazi, lakini kwa Wakenya baadhi yao wanahisi kama ni kuleta ule mchanganyiko katika wizara tofauti. Nafikiri kizungumkuti kimekuwa katika wizara ya afya. Wizara hiyo alipokuwepo waziri Susan Nakhumicha, baada ya tarehe 1 Oktoba 2024 wakati ile mtindo au bima ya afya ya kitaifa NHIF ilipoacha kufanya kazi na kuanzishwa kwa bima ya
Shi na Sha, Deborah Mlongo ndiye aliyetwika kwa jukumu la kuhakikisha kwamba mfumo huu mpya wa afya, bima ya afya kitaifa unafanya kazi. Lakini kumekuweko na changamoto kwamba kila wakati anapopewa nafasi ya kuweza kuzungumzia jinsi wizara yake inavyojizatiti kuhakikisha ya kwamba mfumo huo mpya wa bima ya kitaifa unafanya kazi, basi ameonekana kana kwamba hana uzoefu wa wizara au hana uzoefu na mambo yanayolingana na mambo ya afya, ikizingatiwa kwamba Waziri Deborah Mlongo ni daktari. Kwa hivyo kumekuwa na tashwishi sana ya ule utendaji kazi wake, na sio kusema tu kwamba ikiwa wewe kwa mfano umesomea taaluma fulani, basi ukipewa nafasi ya kuongoza katika eneo lililosomea basi utabobea sana, na hilo limedhihirika wazi. Mheshimiwa Rais vijuzi kasema ya kwamba alipokuwepo katika kile kiti cha mkuu wa sheria, Mheshimiwa Beden Muturi alikuwa haonyeshi ukakamavu wa kikazi vile. Kwa lugha yake akasema kwamba he was fairly incompetent, kumaanisha kwamba ndio pengine alikuwa anajikaza kufanya kazi, lakini hakuwa anatoa matokeo yanayoridhisha. Kwa hivyo ingawa Mheshimiwa Waziri Deborah Mlongo ni daktari, pengine amekuwa akijizatiti sana kuhakikisha kwamba yale ambayo yanafanyika yanaweza kufanikiwa, lakini pengine kufanya kwake bidii hakujekuwa kwa kuridhisha, matokeo yake hajekuwa yakiridhisha. Ukweli wa mambo, majibu yake katika bunge la kitaifa, katika bunge la seneti yanapoulizwa maswali, na katika vyombo vya habari yanapohojiwa, majibu yake hajekuwa ya kuridhisha. Kwa hivyo nafikiri kile ambacho Mheshimiwa Rais amekuwa akijaribu kuangalia ni nani haswa atakayeelezea umma ile au utendaji kazi katika wizara ya afya. Nafikiri hiyo ndio imekuwa changamoto kwake, na nafikiri kulingana na mimi, pengine wakati alipomtoa Waziri Deborah Mlongo kutoka katika wizara ile ya afya, pengine angemleta aliyekuwa waziri katika wizara hiyo, Mutahi Kagwe, ambaye kwa sasa ni waziri wa kilimo, ili kwa sababu katika ngazi ya mawasiliano nafikiri ya kwamba Mheshimiwa Mutahi Kagwe ameonyesha kwamba ana tajriba fulani na kubobea fulani, ya kwamba mambo ambayo anayatoa kwa umma ni yale ambayo tayari amefanya utafiti wa kutosha na majibu yake ni ya kuridhisha. Kwa hivyo kulingana mimi, pengine katika mahamisho haya ya baraza la mawaziri, Deborah Mlongo ndio angeondolewa pale, lakini katika nafasi ile pengine angemleta Mutahi Kagwe. Hata hivyo Mheshimiwa Aden Duale alikuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, na tuliona jinsi alivyofanya kazi kwa msukumo wa aina yake. Kwa hivyo natarajia kwamba pengine atatumia ule ujuzi ambao alikuwa anautumia katika bunge la taifa, kwa sababu pale katika bunge la taifa ilikuwa inambidi afanye utafiti katika wizara zote kuweza kutoa majibu kwa niaba ya serikali kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Aden Duale aliweza kuridhisha katika ile kazi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wakati atakapokuwa katika wizara hii ya afya, pengine ataleta mtazamo tofauti katika kuweza kuelezea umma ni jinsi gani utendaji kazi katika jumba la afya unavyoendelea. Kwangu mimi nafikiri ni mabadiliko ambayo yalistahili. Huenda ikawa pengine ule muda ambao amekuwa nao Mheshimiwa Deborah Mlongo haujekuwa wa kutosha ili kuweza kumpa ile tathmini ya kuweza kuridhisha katika umma. Lakini wakati mwingine unapoona kuna dosari mahali fulani, sio kwamba tungoje iharibike kabisa ndipo tulete mageuzi. Ikiwa inaweza fanyika kwa mapema ili kuhakikisha kwamba mkondo unabadilika ili kuleta matunda yanayotarajiwa, basi kwa wakati mwingine ni vyema. Nafikiri tu kile ambacho kinaweza kuwa cha tashwishi kwa wakazi wa eneo la Magharibi ni je, hata mabadiliko yanapofanyika eneo hili linafaidika kivipi? Wabunge wa eneo la Magharibi
pamoja na viongozi wote wakiwemo gavana wa kaunti ya Bungoma na magavana wengine kutoka eneo la Magharibi walikusanyika katika ikulu ya Nairobi, nafikiri siku ya Jumatatu kabla ya kutangazwa kwa yale mabadiliko siku ya Jumanne. Natumai ya kwamba katika kile kikao pengine mazungumzo kama haya yaliweza kutokea, pengine rais aliweza kuelezea ni sababu gani atafanya yale mabadiliko kwa viongozi wa eneo la Magharibi, lakini vile vile ni muhimu ya kwamba wanapokutana na rais katika vikao kama vile waweze kusukuma miradi ya maendeleo ya serikali ya kitaifa katika eneo hili. Natumai ya kwamba haukuwa muda wa wao kupiga gumzo tu za kufaidi mambo mengine pasipo na kuzingatia wanakotoka katika eneo hili la Magharibi. Naam, muhimu tena sana. Japo umesema kwamba pengine kwako wewe kama mwanasiasa, kama kiongozi unahisi kama ile mabadiliko ya lista hili ili kuweza kuimarisha utendakazi katika wizara tofauti. Na pengine tumezungumza na ukasema vizuri kwamba amekwepo pale Deborah na kidogo ni kama hajaonekana kama mwenye uzoefu wa kuweza kuiongoza wizara ya afya. Amekuwa na ule utatanishi hasa katika masuala ya mfumo mpya wa afya wa Shifa. Lakini sasa Wakenya wanauliza kwamba wewe kwa mfano wewe ni kiongozi, kuna kundi ambalo unaongoza. Ndio. Kwa kipindi fulani umekuwa na hilo kundi, unaweza kusema kwamba fulani anaweza kufanya kazi vizuri nikimpa sehemu fulani. Mbona uweze kufumbia jicho swala kama hilo, umpe mtu mwingine tofauti ambao unahisi kama atakuwa na utepetevu kuweza kutenda ile kazi? Na pengine yakija mabadiliko, kwa sababu pengine rais alipendekezewa lile jina la Deborah Barasa Mlongo wakati alipotaka kumpata waziri mpya katika wizara ya afya, alipoondolewa Susan Nakhumicha. Lakini sasa I think kuna ile msasa ambao unaendelea. Ndio. Na Wakenya huwa wanaona hiki kitu kwa umbali sana, kwa sababu nakumbuka ukifuatilia semi za Wakenya kwenye mitandao wakati wa msasa watakwambia kwamba huyu mtu kulingana vile ambavyo alikuwa anajibu maswali na kujieleza mbele ya ile kamati hataweza ile kazi. Mbona kiongozi wa taifa pia ama kiongozi yote yule asione kitu kama hicho mapema ili pengine aweze kufanya mabadiliko kabla ya kuweza kumweka mtu katika wizara alafu muda mfupi anaweza kuondolewa au kuhamishwa? Rais hupendekeza majina na kuyatuma bungeni ili kuweza kupigwa msasa. Na bunge lina nafasi ya kutoa mapendekezo kwa rais. Nafikiri tunaweza kumlaumu rais baada ya kupigwa msasa kwa mtu ile, kwa sababu katika miungano ya kisiasa majina mengine yatapendekezwa ambaye rais hana ufahamu wote kuyahusu, pengine kwa sababu yanahitajika kuweza kuridhisha vyama tanzu vya muungano fulani. Kwa hivyo anapopendekeza majina yale na ya kupeleka bungeni, basi Wakenya wanapewa fursa ya kuweza kuonyesha wanavyomuelewa aliyependekezwa. Na kwa kiwango fulani ndio tunaona ya kwamba pengine kulitolewa yale mapendekezo ya kusema pengine kwa ustedi wa kujibu maswali hayuko sawa. Lakini vile vile kumbuka yule ni mtu ambaye pengine makaratasi yake yanaonyesha kwamba katika ngazi zake zote za masomo aliweza kubobea kwa umaarufu sana. Kwa hivyo wakati mwingine linawakanganya kidogo wale ambao wanampiga msasa. Wanasema pengine tukimpa muda zaidi ataweza kuweza kuonyesha uzoefu wake. Lakini tumeona kwamba jambo hilo halijaweza kufua dafu. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba tukiangalia kwa sasa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais kabadilisha waziri wa afya. Lakini kwa sasa rais amebadilisha waziri wa afya na katibu katika wizara ya afya, ambayo nafasi yake inachukuliwa na katibu mkuu aliyekuwa katibu mkuu wa KMPDU, kile kikosi cha au union ya madaktari na wahudumu wa afya nchini. Kwa hivyo ni kama Daktari Baraza ameondolewa pale, lakini mahali pake katika ile ngazi ya wale tunaita technocrats kumeletwa daktari ambaye kwa muda mrefu amekuwa akipendekeza jinsi gani serikali inafaa kuwashughulikia madaktari na kufanya vipi katika mahospitali. Pengine amepewa ile nafasi akaweza kudhihirisha ikiwa yale ambayo alikuwa anayasema kwa mdomo yanaweza fanyika kwa vitendo. Na
tumpe pengine muda, tutaweza kumchambua zaidi wakati atakapochukua nafasi na kuweza pengine kuanza ile kazi yake. Tuone kama yale ambayo alikuwa akipigania kama mwanaharakati wa huduma ya afya yatatekelezwa wakati wake kama katibu katika wizara hiyo, na tukizingatia kwamba amepewa mwanasiasa mwenye uzoefu mkuu kama waziri, jina lake ni Aden Bare Duale. Kwa hivyo tuone Olunga na Duale watafanya vipi katika wizara ya afya. Naam, kidogo turejee katika kaunti yetu ya Bungoma, kwa sababu jana hiyo alizungumza kwenye hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya kaunti ya Bungoma. Gavana Lusaka akaangazia masuala 1, 2, 3 na akasema pia hali hiyo ililenga kuguzia vigezo na mipango ya serikali ya kaunti katika kuimarisha utendakazi na miradi mbalimbali ya kuwafaidi wa Kenya. Ndio. Kuwafaidi wakazi wa Bungoma. Ndio. Mheshimiwa gavana ameongelea, nafikiri anajaribu kuongelea zile shughuli ambazo serikali yake imeweza kufanya katika muda wa miaka 2.5 uliopita. Nimeona kwamba amesema wamerekebisha takriban kilomita 953 za barabara, na vile vile katika maeneo yale ya miji wameweza kutengeneza na kuweka lami barabara kilomita 11.5. Na pia kaongelea ujenzi wa masoko ambayo pengine kwa kiwango fulani yanafadhiliwa na serikali kuu na vile vile na Benki ya Dunia. Ile soko kuu la mji wa Bungoma la gharama ya milioni 343, na vile vile ile soko la Chwele ambayo inajulikana kama kuwa moja ya soko kubwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki, ambayo linagharimu shilingi milioni 373 na mengine mengi ambayo alizungumzia kama mafanikio ya serikali yake katika muda ambao amekuwepo serikalini. Kwa kiwango fulani yeye amejaribu kueleza yale ambayo wanafanya kama serikali ya kaunti ya Bungoma. Swali ni je, tunavyouliza maswali kuhusu utendaji kazi wa serikali ya kitaifa, je, yale ambayo mheshimiwa gavana anaongelea yanaweza kuonekana moja kwa moja kwa wananchi? Je, sisi kama wananchi wa kaunti ya Bungoma tunaona kwamba serikali hii imetutendea kazi? Nafikiri kwa kiwango kikubwa wakazi wa kaunti ya Bungoma hawajaridhishwa na utendaji kazi wa serikali ya kaunti hii, na hivyo basi ni wakati tunasema ilikuwa ni mid-term score ambaye amejipea mheshimiwa gavana. Nafikiri amesema ya kwamba anahitaji kuongeza nguvu ili kumaliza katika na msukumo fulani wa kuhakikisha kwamba anamaliza vizuri. Nafikiri hilo tu ndilo tunaweza kumtakia kama wakazi wa kaunti ya Bungoma, kwa sababu kaunti hii ya Bungoma ikiweza kuimarika kimaendeleo, ikiweza kustawi katika mambo ya afya na mambo mengine, wanaofaidika ni wananchi wa kaunti ya Bungoma. Sisi tunamtakia kila laheri, lakini ni kuweza kusema tu ya kwamba kama wananchi wa kaunti hii ya Bungoma hatujaridhishwa na utendaji kazi wa serikali ya kaunti inayoongozwa na mheshimiwa Ken Makelo Lusaka katika awamu hii yake ya pili ya uongozi. Pengine kwa kiwango fulani katika awamu ya kwanza alijaribu na kulikuwa na yale ambayo yanaonekana. Katika awamu ya pili ni vigumu sana kuweza kusema ya kwamba mradi huu wa maendeleo umeanzishwa, umetekelezwa na mheshimiwa Ken Makelo Lusaka na serikali yake. Kwa hivyo tungependa kuona zaidi kutoka katika serikali hii kuliko inavyotendeka kwa sasa au inavyoonekana kwa sasa. Naam, wajua pengine hana la kupoteza, manake ni hatamu yake ya mwisho ya uongozi katika kiti cha ugavana. Kwa hivyo na amesikika mara mingi akisema kwamba maziwa ya jioni hayakatiwi tikiti. Kumaanisha ya kwamba pengine zile shughuli ambazo anazifanya katika awamu ya lala salama hazihitaji kupigwa msasa. Lakini ikiwa hiyo ndio maana kwake, basi mheshimiwa gavana anatudhihirishia kwamba yeye ni kiongozi wa kisiasa ambaye anajali tu nafasi yake wakati aliko katika ile ofisi, ila ya kujali kuhusu kizazi kijacho cha kaunti ya Bungoma, kizazi cha sasa ambacho pengine kinahitaji huduma na hazijaweza kuwafikia. Ni jambo la kusikitisha sana.
kwa sababu kuna miradi ambayo mpaka sasa haijaweza kukamilika. Barabara ile ya dual carriage kutoka eneo la Msikoma mji wa Bungoma kuelekea Kandui haijakamilika, iko katika hali mbaya. Zile viunganishi kutoka barabara zingine ili kuweza kujiunga na barabara ile ziko katika hali duni zaidi, zikiwemo zile ambazo zinaelekea katika ofisi ya gavana mwenyewe. Ukiangalia katika mambo mengine, uwanja wa michezo wa Masinde Muliro pale Kandui, shughuli zake zimekwama kwa muda mrefu sana. Hivi majuzi tumeona waziri wa michezo akiweza kukabidhi serikali ya kaunti viti 10,000 ili kuweza kuweka katika uwanja ile. Mheshimiwa Rais kaahidi alipokuwa katika ziara yake mwaka 2024 ya kwamba yeye atahakikisha ya kwamba uwanja ule umeweza kufunikwa ili kuwastiri watu kutokana na jua na mvua, haswa wakati wa shughuli za michezo. Lakini katika kipindi kirefu sana hakuna shughuli ambazo zinaendelea katika uwanja ule. Hizi ni miradi ambazo zilianzishwa na gavana wa pili wa kaunti ya Bungoma Mheshimiwa Wycliffe Wafula Wangamati takriban miaka 6, 7 au 8 iliyopita, na mpaka sasa hazijaweza kukamilika kwa sababu pengine Mheshimiwa Ken Lusaka anaona ya kwamba sio miradi ambayo yeye alianzisha. Kile ambacho anasahau ni kwamba serikali ina mtindo wa kujiendeleza, ya kwamba sio yeye akichukua hatamu na pengine na mawaziri wengine wanaohusika na zile nyanja alizowateua na makatibu wao, basi miradi iliyokuwemo isimame. Kile ambacho ni muhimu kwa wananchi wa kaunti ya Bungoma ni kwamba ile ushuru ambayo walilipa ili kuweza kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa kwa wananchi wa kaunti hii zimefanyika. Kwa hivyo ile ushuru ambayo tulitoa kwa minajili ya kujenga uwanja ule, basi na ukaweze kutumika vizuri. Kama ni mwanakandarasi akapewe, kama ni malipo apewe malipo, ili kuhakikisha kwamba kazi ile inakamilika na uwanja ule unafunguliwa ili kuweza kutumika kwa minajili ya mechi za kabumbu, ikiwa ni za ngazi ya nationwide ama pia ligi ya kitaifa. Na vile vile ikizingatia kwamba kuanzia mwezi wa 8 tutakuwa na lile kombe la CHAN katika mataifa ya Afrika Mashariki, pengine tukiwemo mpakani mwa taifa la Kenya na Uganda, tungelikuwa na nafasi ikiwa uwanja ule ungekuwa umekamilika kuweza kuweka kambi ya timu moja katika eneo hili. Lakini kwa sababu bado haujakamilika, basi nafikiri tutaonea mambo yale katika runinga ya kitaifa. Mheshimiwa Gavana azidi kujikaza kuhakikisha kwamba mambo yale yametendeka. Naam, swala la muhimu kwa sababu ya kuweza kuwapa maendeleo wakazi wa kaunti ya Bungoma. Ndiyo. Na tukimaliza leo kwenye mazungumzo yetu kwenye hali ya taifa, pengine wanasema kwamba serikali ya kaunti ya Bungoma inalenga kuongeza viwango vya ushuru na ukusanywa. Na wajua, tukizungumza kuhusu ushuru na ukusanywa, tunazungumza kuhusu ushuru na ukusanywa kutoka kwa mwananchi ambaye anatoa ule ushuru kwa sababu yeye ni mfanyabiashara, kwa sababu yeye anafanya kitu ambacho kinampa mapato ya kuweza kuchangia ushuru wa kaunti. Kama huyu mwana Bungoma hana kile ambacho kinampa mapato, ushuru huo atautoa wapi ndio aweze kuongeza ushuru ambao unakusanywa kufikia viwango ambavyo vinahitajika? Nafikiri ushuru ambao unaongelewa ni ile ada inayotozwa na serikali ya kaunti, pengine katika kuegesha magari, katika kuwapa nafasi wafanyabiashara wadogo katika zile tunasema tiketi za kila siku, kuwaruhusu wakaweze kufanya biashara zao, na vile vile kupitia kwa leseni ambazo serikali ya kaunti inawatoza wale wafanyabiashara. Ikiwa jambo hili halijaletwa kwa umma kwa minajili ya kuchambuliwa, kwa minajili ya kupewa maoni, kutolewa maoni, nafikiri itakuwa ni kazi ngumu, kwa sababu tumeona kutokana na mswada wa kifedha wa mwaka 2024 ya kwamba wakati mwingine wananchi wanaweza wakachoka na yale mambo ambayo yanapendekezwa na serikali. Ushauri kwa serikali ya kaunti ya Bungoma ni kwamba yale ambayo wanataka wanaona ya kwamba yanahitaji kuongeza ushuru, kwa sababu ni haki yao kuhakikisha ya kwamba wamewatoza wananchi au wafanyabiashara ushuru wa kuhakikisha kuwa shughuli za serikali ya kaunti zinaweza kufanyika na miradi ya maendeleo inaweza kushuhudiwa. Lakini isiwe ya kwamba ushuru ule ambao wanatarajia kuwatoza watu utakuwa ni wa kuwaumiza.
kiwango cha kwamba utachangia kufifia kwa biashara zao. Ushuru unaotozwa huo ni ule ambao utamwezesha yule mwananchi wa kawaida, yule mfanyabiashara mdogo akaweze bado kuhakikisha kuwa ameuza mboga zake au ameuza bidhaa zake, na vile vile kutengeneza faida ili kumwezesha kuikimu familia yake na pia kuweza kupata bidhaa zingine ili aweze kuwepo sokoni siku inayofuata. Mashauri yangu ni kwamba wahakikishe kwamba kabla mswada huo hujawasilishwa katika bunge ya kaunti kwa kujadiliwa, basi kuwe na ile tunaita stakeholder engagement ya kutosha, ili kiwango kitakachoongezwa kisiwe cha kumwathiri mwananchi kwa vibaya. Naam, tunamaliza, unasema vipi? Nilivyosema, wacha tumtarajie rais katika eneo la mlima kuanzia nafikiri siku ya Jumatatu. Leo ni siku ya tarehe ngapi? 28. Kesho pengine na kesho kutwa maandalizi yanazidi kuendelea katika eneo la Mlima Kenya ili kuhakikisha kwamba atakapofika mheshimiwa rais akapewe mapokezi yanayofaa. Hata hivyo ni kuwahimiza wakazi wa eneo la Mlima Kenya kwamba katika kipindi fulani tuna rais mmoja tu katika taifa, na kwa hivyo ingawa unaweza kuwa haumpendi mtu kwenye jina lake au pengine unahisi ya kuwa ameweza kuwa amekukosea kwa kiwango fulani, lakini wampe rais wa jamhuri heshima anayostahili, kwa sababu ile ofisi aliyoishikilia ni ofisi ya kikatiba ambayo ameishikilia kwa niaba ya wananchi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo kuikosea heshima ofisi ya rais ni sawa na kujikosea heshima kama wananchi, na vile vile kuikosea heshima katiba ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wanaweza kuwa wana machungu fulani, pengine wakaazi wa eneo la Mlima Kenya, au pengine hawajaridhishwa na utendaji kazi wake rais. Wajibu wao ni kumsikiliza, kumpa nafasi aweze kujieleza. Wakati wao wa kuweza kuonyesha ikiwa wameridhika na maelezo ya rais au la utakuja Agosti 27. Wasiwe na haraka, wasiwe na pupa, waweze kuwa tulivu na wamruhusu mheshimiwa rais akaweze kufanya maendeleo ambayo yatakuwa yamempeleka kule. Na natumai ya kwamba mheshimiwa rais atakapokuwa katika eneo la Mlima Kenya hajaenda katika shughuli za kisiasa, bali katika shughuli za maendeleo alivyotuahidi. Na tunamtakia kila laheri, tunawatakia Wakenya kila laheri, tunawatakia Waislamu ambao pengine siku hiyo ya Jumatatu watakuwa wanakamilisha mfungo wao wa mwezi wa Ramadhan. Kila laheri wanapokuwa wakikamilisha mfungo huo, na vile vile kuwatakia siku ya Idi na sherehe za kufana wanapokamilisha. Asante. Naam, asante kwa muda wako kufika studioni. Naamini kwamba basi Jumanne panapo majaliwa tutakuwepo pamoja kuangazia mengi kwenye hali ya taifa. Mtazamaji, tunafika pale na mgeni wetu Bwana Julius kwenye awamu ya kwanza ya hali ya taifa kwenye staftahi, na namruhusu aweze kuondoka kwa ajili ya masuala 1, 2, 3, japo wewe usiondoke pale, manake tuna mgeni kwenye awamu ya pili kuhusu masuala ya kijamii. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet. Lazima